Naam, fungua nami katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians, sura yake ikiwa, kienda pale kwenye 1 Corinthians, sura yake ikiwa ni ya 15, mstari wake wa 58. Wakorintho wa kwanza, sura yake ni ya 15, tusome tu mstari wake wa 58, verse 58 of 1 Corinthians. Fungua nami pale. Bilangu inasema hivi kwamba tukisoma mstari wa 58, basi ndugu zangu wapenzi, simameni imara na thabiti, endeleeni daima kuwa na bidii katika kazi ya Bwana, mkijua kwamba kazi mnayofanya katika utumishi wa Bwana haitapotea bure. Kila ambacho wafanya, kazi ambayo unaifanya pale katika kumtumikia Bwana, sio bure na haitapotea kamwe. Ina thawabu yake, ina malipo yake. Kwa hivyo usije ukakata tamaa. Unajua mara nyingi tunakuwa tunafika mahali tunaona kana kwamba hii kazi inayofanya ni bure, hii kazi haina malipo. Ushaisikia mtu akisema hiyo ni kazi ya kanisa, kumaanisha kwamba ni kazi ya bure. Sijui neno hilo litokea wapi. Wewe wangu kufika mahali anaona kazi ya kanisa ni ya bure. Lakini acha nikwambie, Biblia inatuambia kwamba tusikate tamaa, tusichoke. Maana ukisoma mstari 68 yanasema kwamba simameni imara na thabiti. Na tunasimama imara na thabiti, mpendwa msikilizaji, kwa sababu utapata kwamba tunasimama imara na thabiti kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yatatupata maishani. Kuna hali nyingi ambazo utapitia, lakini licha hali hizo zote tusimame imara. Kwa nini? Kwa sababu kuna mengi, kuna mawimbi katika ulimwengu huu, katika maisha haya kuna mawimbi mengi tu, kuna vitu vingi tu ambavyo shetani amekusudia viweze kutuangusha. Hata hali hii ambayo tutapitia, ni watu wangapi ambao kwa sababu ya corona, kwa sababu ya hali ilivyo, wamecompromise, wamefika mahali wameenda njia mkato, wameenda kuanza kufanya vitu vingine. Lakini maandiko asubuhi ya leo yanatujuza kwamba licha ya hali ilivyo, licha mambo yalivyo, tusimame thabiti. Ndio ushauri wa kwanza, kwamba simameni thabiti. Na unapoambiwa simama thabiti, my friend, unajua ukifika mahali mtu anakuambia please simama kabisa, kuwa steady. Ni kumaanisha kwamba anytime mtu akikwambia hivyo, unamaanisha kwamba kuna either kitu kitanisukuma, kuna either upepo wa kisulisuli ambao unakuja, kuna kitu tu kinakuja. Kwa hivyo nisimame steady, ndio nikisukumwa nisianguke. Kwa hivyo wakati maandiko pia yanatuambia kwamba tusimame thabiti, ni kumaanisha kwamba katika ulimwengu huu kuna vitu vingi vinataka kutuyumbisha, lakini tunaposimama thabiti kwa neno la Mungu, mambo yatakuwa shwari. Kwa hivyo ushauri wangu kwako wa kwanza asubuhi ya leo, simama thabiti. Licha hali ilivyo, simama thabiti. Naam, na vile vile pia kando na hayo, jambo lingine ambalo tutazingatia kutoka kwenye kifungu hiki, mpendwa msikilizaji, inaposema pale katika mstari wa 58 pale kwamba imesema simama thabiti. Jambo la pili, endeleeni daima kuwa na bidii katika kazi ya Bwana. Unajua kazi ya Bwana ni ipi? Baada ya kusimama thabiti, naam, tuendelee kuwa thabiti na bidii kuna kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana ni ipi hiyo? Bila ongea kuhusu, of course, ni kule kumtumikia Bwana, kuendelea na kutafuta uso wake, kuendelea na kuhubiri Injili, kusema ukweli wa neno la Mungu. Tuendelee kwa bidii, ndio jambo ambalo linafuatia pale. Kwa hivyo kando na kusimama thabiti, mwenyewe ukishasimama thabiti, then unaweza waleta wengine kwa Kristo. Kwa hivyo hatua kwa hatua, number 1 unasimama thabiti. Kwa hivyo ili uhubiri Injili ya kweli, ili uende mhubirie mtu kuhusiana na huyo Kristo, yafaa ianze na wewe, kwamba ninapokuangalia na kuona, je, umesimama thabiti? Ninapokuangalia naona Kristo ndani mwako? Maana actions speaks louder than words. Wakati mwingi tuhubiri vitu ambavyo hatufanyi. Mungu atusaidie, kwa sababu napofanya, kwa mfano, napofanya kitu, mtoto wangu akiona, ataiga rahisi sana kuliko kumwambia tu fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Ukienda pahali ukiangalia makoch wa mpira, of course majuzi mafanzi wa Chelsea mpo, wacha niachie hapo, na Arsenal lakini wacha tuachie hapo. Majuzi tumeona mechi kama hizo, lakini coaches wa mpira wakiamua, wana coach team tofauti, wakiamua kucoach, wana kucoach na wanakuambia kila ambacho utafanya, wanakuelekeza. Hata nao wanaweza kufanya practical kidogo tu, hata kama si sana, nawe pia upate kujifunza, niongezee maarifa yako. Kwa hivyo wanakuonyesha kwa mfano. Mwimbaji, kiongozi wa kwaya, mtasema choir master, anapofunza wakati mwingi utasikia anafika mahali anasema fanya anakuonyesha kwa mfano na kwa vitendo. Kwa hivyo basi anapokuonyesha, nawe utaweza kufanya vizuri zaidi. Na hivyo basi, mpendwa msikilizaji, nasema hayo kujuza nini? Kwambie kwamba nasi pia katika Ukristo wetu yafaa tuongoze kwa mfano.
Unafika mahali kila ambacho unaambia watu wafanye, je, wewe mwenyewe unafanya? Ukiambia watu wanywe maji wasinywe mafuta, je, wewe unafanya hivyo? Ama wewe ndio unakunywa mafuta na unaambia wao wanywe maji? Hamna. Kwa hiyo basi ni vema, ama unakunywa divai ukiwaambia kwamba hii si mbaya wewe. Anyway, tusiende kule. Issue ni kwamba tuongoze kwa mfano. Kwa hivyo ndipo Biblia imeanza pale kwa kusema kwamba tuwe thabiti kwanza. Alafu number 2 ikasema pale kwamba mstari wake huwa 58 sehemu yake ya pili, anasema endeleeni daima kuwa na bidii katika kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana ni katika kule kutenda mema. Unafika mahali ndio unahubiri Injili. Kando na kuhubiri Injili, watendee wale ambao unahubiria Injili, ama yote yule mtendee wema. Kivipi? Ukipata mtu ako na njaa, msaidie. Kama una uwezo msaidie, usimwambie kuja kesho. Msaidie kama una uwezo. Ukipata mtu ako katika uhitaji, ingilia kati. Tuombeane, tushikane mikono, tusichekeleane, tusinyoshe kwa mafuta vidole. Badala ya kunyosha vidole, muombee na kadhalika. Tunapofanya hivyo, ni kazi ya Mungu tunaitenda. Lakini unapopiga vita, then watumishi wa Mungu, unapopiga vita walokole, unapopiga vita ndoa za wapendwa, hapo unafanya kazi ya nani? Mwenyewe unaweza ukajijibu. Maana kama hii nyingine ni kazi ya Mungu, hii nyingine ni ya ukifanya the opposite, unaweza ukajua zaidi. Kwa hivyo popote pale ulipo, tuendelee kutenda kazi hii ya Mungu. Kazi ya Mungu ni nini? Kwenda kwa mama, watu wasiojiweza, tuwasaidie. Wale ambao ni wajane, Mungu amesema kwamba yeye ni mtoto wa mayatima. Basi kama ni mtoto wa mayatima, basi tukisaidia mayatima ni kama tuwasaidia Mungu. Kwa hivyo tutende kazi ya Mungu, tuwamfanyia kazi. Kazi ni nyingi bana, watenda kazi ni wachache. Sio jiunge na hao wachache, wachana wale wengi ambao basi wanabaki, jiunge na wachache. Tuzidi kusongeza injili ya Mungu. Do you know, wakati unapofika mahali kuna mhubiri fulani amekosa hela za kufanya huduma, alafu mpatie, umsupport kifedha, kihela, ni kana kwamba pia nao unahubiri. Unapofika mahali umemlipia fare kutoka town kwenda estate, ama kwenda mahali ambapo kuna crusade. Of course sasa hivi labda haziendelee kwa sababu ya corona, lakini haitakuwa milele. Hii corona itaisha. Je, kishaisha, unapomlipia anaenda kuhubiri injili, ni kana kwamba pia nawe unahubiri hiyo injili. Unapo support pastor wako, anafika mahali anakuja kuhubiri Jumapili kanisani akiwa anajua kwamba bills zimeshughulikiwa. Kama ni siku hizi watu wanahubiri online, ni wifi umelipia. Umefika mahali umelipia vyombo, umefika mahali umefanya kitu fulani, ni wewe pia umehubiri pamoja naye. Anakuja na ubiri na amani, akijua kwamba hana bili ya nyumba yake nyumbani, umemshughulikia. Pia hiyo ni njia moja ya kutumika, na kazi yako si bure. Kuna uwezekano ukatoa pasipo mtu kuona, lakini kujuza asubuhi ya leo kwamba kila ambacho unafanya si bure. Malipo yake yaja, kuna wakati wake waja. Utavuna, utakuja kuvuna, utasmile. Mungu atakutenda wema. Kwa hivyo katika yote usikate tamaa, zidi kumtumainia Mungu. Unajua wakati mmoja nikawa na wazia tu, nilikuwa nimechukua muda kabla kupata contract, na wakati huo nilikuwa hewani, Biblia inasema ilichukua muda kidogo, na baada ya kidogo nikapewa transfer, nikaenda Eldoret. Wakati huo unajua ndio maisha, ndio unaanza maisha, hamna vizuri, hamna mpangilio vizuri. Kuna mtu mmoja tu ambaye alisikia kwa kipindi kama hiki asubuhi tu, ilikuwa wakati ilikuwa ni sifa asubuhi from 4:30 to 6 in the morning, na huyo mtu I don't know what happened, Mungu akamwelekeza, akatuma mtu akunitafuta Eldoret. Nilikuwa Eldoret, akakuja akakuwa baraka kwangu, na nikajua kweli muda nilioufanya hapa wakati huo, miaka ya kwanza, wakati huo sikuwa na contract, sikuwa na chote, nilikuwa intern, na nikaendelea na nikaenda hewani. Mungu alinitumia kwa njia kwake, na huyo mtu naye akahisi akatuma mpaka Eldoret, akakuja akaniambia, meitwa hivi, Mungu amenielekeza nikupatie hivi. Tukaenda kwa bank, akawa baraka kwangu, na nikajua kwamba kweli kumbe kazi nilikuwa nafanya haiko ya bure. Nawe pia nakujuza kwamba kazi unayoifanya sio ya bure. Usikate tamaa, usikate tamaa. Mungu atakutenda wema. Mchungaji, unafika mahali unaona kwamba umefika mwisho, Mungu anakuazia mema. Kazi unayoifanya si bure. Chache yako iko na watu wachache, unahangaika kifedha na kadhalika, si bure. Hata ukisaidia mmoja kwenda mbinguni, kazi yako si bure. Ukimsaidia mmoja kujua ukweli, kazi yako si bure. Ukisaidia mmoja mwenye ilikuwa compromise maisha yake aende kwa ukahaba kwa sababu amefika mahali anaona amefika mwisho, akwe mpango wa kando wa mtu, na ukamsaidia, ukamsupport kiroho safi, kazi yako si bure. Mungu akutende wema. Kwa ajili ya muda nusu tufike pale, lakini juu ya yote
Mungu ni mwaminifu katika hali zote. Nisaidie pia kuhubiri injili hii kwa ku make sure subscribe kwa channel hii kwenye YouTube. Kwa wale ambao wanatizama, hapo chini tu kuna subscribe, make sure click hiyo, alafu click ka bell button hapo kando, ili basi ukuwe notified. Na wale ambao wanasikiza radio, enda tu kwa YouTube, tafuta Victor Mandala, then usubscribe pale, Victor Mandala Himizo. Kutafuta Victor Mandala Himizo itakuletea mojawapo tu, then ukianza kuview pale chini yake kuna neno subscribe, make sure umesubscribe. Akikwambia sign in na Gmail account yako. Na katika yote, Mungu ni mwaminifu. Kazi yako si bure, usikate tamaa. Shalom, God bless you. Sio bure, Mungu ni mwaminifu. Na Victor Mandala VMM Osana Macheo.